Hapa sasa, hii ni kikosi ya Landabango kabisa. Tunanyemelea kwenye bilima ya Kirungu kabisa. Unafuata moja kwa moja kabisa. Hapa hivi kabisa ni kwenye mapambano Kirungu. Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo dimanche le 18 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja mjini Uvira tuwaambie kinachoendelea huko asubuhi ya leo baada ya kuondoka kwa wasi wa AFC M23 katika mji huo. Eske wazalendo waisha rekipere vile ya Uvira ama hawaja irekipere, tutawaambia. Upande mwingine vikosi vya wazalendo vilifanikiwa kukamata eneo ya Kirungu baada ya mapigano yaliyoripotiwa hapo siku ya jana katika vilima vya Kirungu vinavyokuwa karibu na Uvira. Ni vilima vinavyozunguka mji wa Uvira vilikamatwa na wazalendo siku ya jana jioni. Huko Kinshasa, anayeitwa Obe Minaku, makamu mwenyekiti wa chama cha watu kwa ajili ya kurekebisha na kuleta demokrasia PPRD, alikamatwa na service de sécurité na kupelekwa kusikojulikana. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike pia na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa na zipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mutapata linki yetu, mjiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo tutawapeleka moja kwa moja katika mji wa Uvira tuwaambie kinachoendelea huko asubuhi ya leo. Taarifa tunazo kutoka kwa vyanzo vyetu mjini Uvira ni ya kwamba waasi wa AFC M23 kabisa waliondoka wote katika mji wa Uvira katika kwe tofauti na quartier tofauti za mji wa Uvira. Hakuna presence ya waasi wa AFC M23 asubuhi ya leo mapema. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba kumekucha kabisa na utulivu. Wanaamka wakiona katika defense za AFC M23 katika mitaa na maaveni yote hakuna presence ya wanajeshi wa AFC M23. Ni wale ambao walikuwa wakivalia sare za askari polisi kabisa waonekane katika mji wa Uvira. Vyanzo hivyo vinasema kwamba waasi wa AFC M23 waliondoka wote katika mji wa Uvira. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba waasi hao wa AFC M23 baada ya kuondoka katika mji wa Uvira walikoelekea njo kwenye hawajui. Wanasema kwamba walionekana wakikamata njia zinazoelekea huko katika maeneo ya Kavimvira kwenye route nationale numero 5 inayoelekea Kamanyola. Kama waliendelea kurudia nyuma kuelekea huko Kamanyola ama kama walijiinstale katika maeneo yanayokuwa karibu na Uvira, wanasema kwamba hawajafahamu, ila katika mji wote wa Uvira hawaonekani. Baadhi ya waangalizi katika mji wa Uvira wanasema kwamba waasi wa AFC M23 ndio wameondoka katika mji wa Uvira, ila hawawezi wakaenda mbali na mji wa Uvira. Wanajiinstale katika position tofauti zinazokuwa tuzo karibu na Uvira, kwa sababu wanaamini ya kwamba waasi wa AFC M23 hawawezi wakawacha hivyo tu mji wa Uvira. Wanawacha kutokana
na shinikizo la Marekani, ila hawawezi wakaondoka pale na kurudia mbali na mji wa Uvira. Wanaamini ya kwamba wangali hapo karibu na mji wa Uvira. Wanaambia wazalendo pamoja na jeshi la Kongo kufanya ratisage kabla ya kukamata mji wa Uvira. Donc wakati wataingia katika mji wa Uvira, waanze kupanua kabisa wanajeshi wao katika kwenye zote za mji wa Uvira. Watie wanajeshi wote katika mapozisio tofauti na vilima tofauti vinavyokuwa karibu na mji wa Uvira. Waanze kuwawinda kabisa waasi wa M23, waone kama hawako karibu na pale, njo watakuwa na wamerekipere vizuri mji wa Uvira. Donc wakati wazalendo na jeshi la Kongo wanaweza kukamata mji wa Uvira bila kufanya ratisage, waone kama waasi wa M23 hawako katika mapozisio tofauti karibu na mji wa Uvira, wanaweza wakaukamata na M23 nayo ingali karibu na pale, na wakati wowote tena M23 inaweza kufanikiwa tena kukamata mji huo. Vyanzo vyetu katika mji wa Uvira vinatuambia kwamba baada ya waasi hao kuondoka katika mji wa Uvira, hakujaonekana pia ni wazalendo au jeshi la Kongo katika mji wa Uvira. Ni wakati baadhi ya wakaaji wengi walikuwa wanatarajia kwamba wazalendo na jeshi la Kongo tayari watapita waingie katika mji wa Uvira wa urekipere. Vyanzo vyetu kutoka hapo mji wa Uvira vinatuambia kwamba tangu kuondoka kwa waasi wa M23 usiku katika mji wa Uvira na mpaka asubuhi ya leo mapema, wameamka bila kuona wanajeshi wa wazalendo au wa FARDC katika mji huo, wakionyesha kwamba wameurekipere. Donc population wangali wao peke katika mji wa Uvira. Kuna ni M23 pale kwa sababu waishaondoka, na hakuna ni wazalendo au jeshi la Kongo ambao walishaingia hapo kukamata mji wa Uvira. Donc mji wa Uvira ungali ndani population tu, hakuna force yoyote ambayo iko katika mji wa Uvira. Hizo ndizo habari zinazotufikia asubuhi ya leo kutoka katika mji wa Uvira. Kama wazalendo na jeshi la Kongo watafika hapo, tutawaambia kabisa, ila kwa muda kama na huu asubuhi ya leo wajakamata mji wa Uvira wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Vyanzo hivyo vinatuambia kwamba tujoro waangali huko katika mapozisio yao axe Kabimba Katongo, hawajashuka wakamate mji wa Uvira. Upande mwingine katika maeneo ya Uvira, donc hapo mu territoire ya Uvira, mu vilima vya Moyen Plateau d'Uvira katika maeneo ya Kirungu, siku ya jana kuliripotiwa mapigano. Zani ya kwamba mnakumbuka hayo. Ilikuwa jana ndipo wazalendo walipigana na waasi wa M23. Ilikuwa mapigano makali hapo kwenye wazalendo walikuwa muatake contre M23. Zani ya kwamba pale munazikumbuka taarifa hizo kwa siku ya jana. Baada ya mapigano makali sasa yaliyo wakutanisha wazalendo hao na waasi wa M23, vikosi vya kizalendo vilifanikiwa kukamata eneo hiyo ya Kirungu. Ni eneo inayokuwa Moyen Plateau d'Uvira katika vilima vinavyokuwa karibu na mji wa Uvira. Wazalendo walio rekipere eneo ya Uvira ni wazalendo wanaongozwa na General Landa Bango. General Landa Bango ndio mwenye alirekipere eneo hiyo ya Kirungu. Kundi lake linaitwa EPLC de Jésus Zembezembe. Hao ndio wazalendo ambao walirekipere eneo hiyo ya Kirungu. Video ndio hiyo wakati walikuwa wamerekipere eneo ya Kirungu. Hapa sasa, hii ni kikosi ya Ndabango kabisa. Tunanyemelea kwenye bilima ya Kirungu kabisa. Unafuata moja kwa moja kabisa. Hapa hivi kabisa ni kwenye mapambano Kirungu. Hapa ni Kirungu kabisa. Kwenye bilima kabisa. Hapa ni Ndabango.
kabisa. Mnyarwanda piga haya kabisa. Mnyarwanda anataka tuzoea. TV patriotique pour la libération EPLC sigle. Tunashimama kabisa kupiga adui Kirungu, majeshi kiongozwa na Jesus Zembezeve, mouvement EPLC. Tunashimama Kirungu kabisa. Tunaona General Landa Bango kabisa. General Landa Bango. General Landa Bango na mashini gani? General Landa Bango huyo kabisa. Atukimbia adui. Adui yule anakimbia yule. Adui yule kabisa. General Landa Bango huyo kabisa. EPLC kabisa tunashimama. Kirungu yote tulishaikamata. Kirungu tulishaikamata, Kirungu tulishaikamata. Kirungu tunaikamata kabisa. Hao manyako naongea ni chifu wa Landa Bango. Elo kana national resistance de la ville d'Uvira. Vraiment Zani kwamba video hiyo mmeifuata hapo ni Kirungu, ambapo wazalendo kama mnavyowaona walikuwa na morale baada ya kurekipere eneo ya Kirungu, kisema kwamba adui wamemfika kabisa, wamempiga, ametimuliwa katika vilima hivyo vinavyopatikana katika Moyen Plateau d'Uvira. Hapo ni wazalendo ambao wanasonga mbele katika maeneo ya Uvira. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke katika territoire ya Lubero, ambapo wanajeshi wa AFC M23 walifika katika eneo ya Kipese. Hao ni wanajeshi wapya ambao waliwasili huko Kipese kwa kuimarisha nafasi zao katika eneo hiyo ya Kipese inayopatikana katika eneo la Lubero, donc territoire ya Lubero. Hapo ni ndani ya Nord Kivu. Vikosi hivyo vipya vya wasi wa M23 viliwasili Kipese jioni ya jana. Walifika hapo katika eneo ya Kipese jioni ya jana wakiwa ndani ya kamio 5. Wakati walifika hapo, vyanzo vyetu vinasema kwamba walipita usiku wote katika eneo hiyo ya Kipese ku parking ambayo inapatikana chini kidogo ya kwa kiongozi Julien Kahonja kwenye route ambayo inaelekea katika maeneo ya Lubero. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema kwamba wanajeshi hawa wamewasili huko ili kuanzisha upya operation katika mkoa wa Lubero, wasonge mbele wakiendelea kukamata tena maeneo tofauti katika mkoa wa Lubero, wakiutaka kukamata mji wa Lubero pamoja na mji wa Butembo unaopatikana katika kilomita 40 ya 50 ukitoka hapo kwenye waasi wa M23 wako. Baadhi ya waangalizi wanasema kwamba waasi wa M23 wana mpango wa kufungua upya vita katika eneo la Lubero ili kusonga mbele katika maeneo hayo. Wanatoa wito kwa jeshi la Kongo kwa kuimarisha wanajeshi huko na kuanzisha deja operation ya kuwazuia waasi hao wa M23 wasije wakasonga mbele na kuelekea katika mji wa Lubero, hivyo hata na kufanikiwa kusonga mbele katika mji wa Butembo, mji wa kibiashara kabisa katika Nord Kivu. Kama ukumbusho, wanajeshi hao wa M23 waliwasili huko wakiwa wametokea huko Kichanga. Juzi ndipo walionekana kutoka katika Kichanga, walipita katika maeneo tofauti Kanyabayonga vya Kirumba. Video tukaziwapa wakati walikuwa wakielekea huko kwenye maeneo ya mbele. Leo sasa wako deja Kipese na wanampango wa kuanza vita wasonge mbele katika eneo la Lubero. FARDC na wazalendo huko kazi ni yao kabisa, wazuie waasi hao wa M23 wasije wakasonga mbele. Kutokana na ramforo sasa za M23, wakaaji katika maeneo ya Lubero, hususan katika mji wa Butembo na mji wa Lubero, walianza kuwa na wasiwasi sana kutokana na ramforo hizo. Kiongozi wa territoire ya Lubero Colonel Aleki Wewa Mitela aliwahakikishia wakaaji ya kwamba
Lubero kabisa iko bien sécurisé, hakuna shida, waendelee na maisha yao ya kawaida, wasiogope kutokana na renfort za AFC M23. Nao wako na jeshi pale ambalo litakabiliana na hao waasi, wataingia katika mji wa Lubero. Kolonele Mitela Ale Kiwewa ndiye ambaye aliambia population hayo baada ya wakaaji kupanike kuhusu renfort hizo za AFC M23 ambazo ziliwasili katika maeneo hayo. Anasema kwamba wakaaji mtulie kabisa, waasi hao AFC M23 ambao wana renforcer watafika katika eneo la Lubero. Vikosi vya jeshi la Kongo na wazalendo wako hapo kwenye shamba la vita, watakabiliana na waasi hao na watawazuia kabisa kufika katika eneo la Lubero. Hapo katika mkoa wa Lubero, baadhi ya waangalizi wanaona kwamba hivi karibuni tena mapigano yatazuka upya kati ya pande mbili kutokana na mpango wa AFC M23 wa kusonga mbele katika territoire ya Lubero. Tuendelee na taarifa zetu. Usiku wa Jumamosi hadi Jumapili, vikosi vya usalama vya Kongo vilimkamata Obe Minaku, makamu mwenyekiti wa chama cha watu kwa ajili ya kurekebisha na kuleta demokrasia PPRD, na aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa kwenye makazi yake binafsi ndani ya mji wa Kinshasa. Operation hiyo ilishuhudia nyumba hiyo ikizungukwa na wanajeshi wa usalama kabla ya mtu huyo kupelekwa mahali kusikojulikana muda mfupi baada ya usiku. Mamlaka bado hazijatoa sababu rasmi za kukamatwa huko ambazo zinatokea wakati wa mvutano mkubwa kuhusiana hasa na hali ya usalama mashariki mwa nchi na mashtaka ya kisheria dhidi ya marafiki wa rais wa zamani Joseph Kabila, kiongozi wa kiroho wa PPRD. Kukamatwa kwake kumekuja baada ya kukamatwa kwa kiongozi Emmanuel Ramazani Shadari, katibu mkuu wa chama hicho, ambaye mpaka kwa sasa haifahamiki alikopelekwa, na haya yote yanafanyika baada ya kuhukumiwa kwa kifo yule presida Joseph Kabila wa zamani wa Kongo na jeshi kwa madai ya kusaidia wasi wa AFC M23. Na PPRD bado haijatoa tamko hii, ila kupitia video ambazo zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha yule Obe Minaku akikamatwa kwenye makao yake huko mjini Kinshasa. Kukamatwa kwa waopoza tofauti na viongozi tofauti na hata majenero tofauti huko Kinshasa kunaendelea kufanyika, huko jeshi la Kongo likiwa halitangazi kabisa ni kwa nini wakamata mara kwa mara, na wengi kabisa waopoza wengi wa general wa zamani waliotumika na Joseph Kabila wote siku hizi kabisa wako na kamatwa na kufungwa na service de sécurité huko mjini Kinshasa. Ni mambo ambayo yanaendelea kuzua kabisa maswali tofauti katika wakongomani, wakiamini ya kwamba watu wanakamatwa kiholela kabisa kutokana na jinsi walitumikana na Joseph Kabila. Ni yaimaanisha kwamba wanaendelea kumsaidia katika uungaji mkono wake kwa waasi wa M23. Donc wanaamini kwamba hao watu wako wanaendelea kukamatwa kabisa bila hatia yoyote. Huko ni Kinshasa kwenye Obe Minaku, naye kwa sasa hajulikani alikopelekwa. Tuendelee na taarifa zetu. Habari zetu tuwapeleke katika nchi ya Burundi, ambapo gouvernement ya Kongo kupitia Patrick Moya alitangaza ya kwamba wakimbizi 337,000 wa Kongo huko nchini Burundi na Tanzania walipewa misaada ya kibinadamu kutoka kwa serikali. Uchokozi unaofanywa dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kupitia wawakilishi wake wa M23 unaendelea kuwa na hatari mbaya za kibinadamu
Hadi sasa zaidi ya Wakongo 337,000 wamekimbia nchi hiyo na wanaishi katika kambi za wakimbizi nchini Burundi na Tanzania katika hali mbaya sana. Takwimu hizi ziliwasilishwa na waziri wa masuala ya jamii, hatua za kibinadamu na mshikamano wa kitaifa, Eve Bazaibe Masudi, wakati wa mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa kwa ushirikiano na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya siku ya jana aliporejea kutoka kwenye misheni rasmi iliyojitolea kwa usambazaji wa misaada ya kibinadamu kutoka kwa serikali ya Kongo. Kulingana na waziri huyo, takribani wa Kongo 50,000 waliokimbia makazi yao kutokana na vita hivi sasa wako Burundi, wakiwa wameenea katika maeneo 7 ya mapokezi. Eneo la Busuma pekee linahifadhi wakimbizi 67,000 wakiwemo watoto 30,000. Kati ya hawa takribani 2,200 hawana wasaidizi. Nchini Tanzania, Eve Bazaibe anaripoti kuwa amesajili wa Kongo 87,000 waliokimbia makazi yao wakiwemo watoto 50,000 wenye umri wa miaka 0 hadi chini ya 18, ambapo alisema kwamba wakati wa misheni yetu vizazi 28 vilirekodiwa na wimbi la hivi karibuni la wakimbizi wa Kongo waliofika linafikia watu 9,800. Waziri huyo alisisitiza kwamba serikali ya Kongo imetoa msaada mkubwa wa kibinadamu kwa watu hawa waliohamishwa, ikijumuisha hasa chakula, vitu visivyo vya chakula na vifaa vya heshima kwa wanawake na watoto. Alisema kwamba niliongoza misheni ya kibinadamu nchini Burundi na Tanzania. Tuligundua janga la kweli la kibinadamu huko. Inauma kuwaona wenzetu wakiteseka hivi, hasa tunapojua kwamba wakuondoka nchini kwa hiari yao bali kwa sababu ya vita vya uchokozi wa Rwanda kupitia M23. Katika nchi zote mbili tulitoa msaada wa serikali unaojumuisha chakula, vitu visivyo vya chakula na vifaa vya heshima. Alisema hayo Eve Bazaibe. Pia alisisitiza kujitolea kwa kipekee kwa taifa la Kongo. Alisema kwamba serikali ina wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya watu wake waliokimbia makazi yao kutokana na vita. Ingawa sheria ya kimataifa ya kibinadamu hairuhusu nchi iliyoathiriwa kuingilia kati moja kwa moja kwa niaba ya wakimbizi wake nje ya nchi, Kongo ilihisi kuwa na wajibu wa kimaadili wa kuchukua hatua. Leo Kongo ndiyo nchi inayoongoza kwa wafadhili kwa raia wake ambao ni wakimbizi nchini Burundi na Tanzania. Licha ya hali hizi ngumu, waziri huyo alisifu ustahimilivu na ushikamano wa nchi yao ulioonyeshwa na Wakongo waliokimbia makazi yao, ambao kwa kauli moja walionyesha hamu yao ya kurudi nyumbani mara tu amani itakaporejeshwa. Alisema ya kwamba niliguswa sana wakati wa misheni hii. Wakati mmoja pamoja na mamlaka ya Burundi na mwakilishi wa nchi wa HCR tulikaribishwa na wakimbizi wa Kongo wakiimba wimbo wa taifa huku wakitokwa na machozi. Hakuna aliyeweza kuzuia hisia zao, kisha waliimba wimbo kuhusu umoja wa kitaifa, wakidhibitisha kwamba Kongo itabaki kuwa moja na isiyogawanyika. Nchini Burundi kama ilivyo Tanzania, ujumbe ulikuwa ule: amani, usalama na kurudi nyumbani. Waziri Eve Bazaibe alitumia fursa hiyo kupongeza ushiriki binafsi wa Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na ule wa Waziri Mkuu Judith Suminwa katika kudhibiti mgogoro huu wa kibinadamu. Akizungumza katika tukio hilo, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alithibitisha tena azimio la mamlaka la Kongo la kufanya kazi ili kurudisha amani ya kudumu mashariki mwa nchi, sharti muhimu kwa kurejea kwa wakimbizi kwa ufanisi. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nawashukuru sana, kama kawaida na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.